Vita ya Irani sasa inaingia wiki ya 3. Watu wengi wanaona picha moja, Marekani na Israeli zikiishambulia Irani. Lakini kuna swali kubwa la muhimu ambalo watu wachache sana wanauliza, wengi wanasahau. Je, Irani imefanya nini kurudisha mashambulizi yanayofanywa dhidi yake na taifa la Marekani na Israeli? Kwa miaka mingi, mataifa ya magharibi yamekuwa yakiamini kwamba makombora ya Irani ni kwa ajili ya show off tu, lakini kiukweli hayana nguvu yoyote hata ya kuwafikia na kupiga target yoyote. Kabla ya vita, Irani ilikuwa ikifanya majaribio mbalimbali ya kurusha makombora yake. Mataifa ya magharibi yakasema video hizo ni za propaganda, lakini katika uwanja wa vita makombora hayo hayana athari yoyote. Lakini kupitia vita hii hali imekuwa ni tofauti. Irani imethibitisha rasmi kuwa makombora yake sio ya kubezwa. Ripoti mbalimbali za kijeshi zimethibitisha kuwa Irani haipigi makombora hovyo. Inaonekana inalenga kuvunja nguvu ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati hatua kwa hatua. Kwa mujibu wa picha za satellite na taarifa za kijeshi, Irani tayari imeshambulia kikamilifu kambi 17 za kijeshi pale Mashariki ya Kati. Na kati ya hizo kambi 11 ni za taifa la Marekani zilizopo katika nchi mbalimbali pale Mashariki ya Kati. Kinachovutia zaidi si idadi ya mashambulizi, lakini ni aina ya maeneo yanayolengwa ndani ya kambi hizo zilizoshambuliwa. Badala ya kushambulia majengo wanayolala wanajeshi au maeneo muhimu ya kimkakati mengine, Irani ina malengo tofauti kabisa. Inashambulia rada, vifaa vya mawasiliano na vituo vya usafirishaji wa silaha muhimu za kijeshi. Mashambulizi ya aina hii huwa yasikiki, lakini ni hatari kuliko hayo mengine unayosikiaga. Kwa mfano, rada kubwa inayosaidia kutoa onyo makombora yanapokuwa yamerushwa kutoka Irani ilishambuliwa na kuharibiwa vibaya sana katika kambi ya kijeshi ya Marekani pale Qatar. Ukumbuke, rada kama hiyo ndiyo macho ya mfumo mzima wa ulinzi dhidi ya makombora. Ukishambulia macho kama hivyo, ulinzi wote wa kambi husika unakuwa dhaifu. Irani pia ilishambulia rada ya mfumo wa ulinzi wa THAAD katika nchi ya UAE na kule Jordan. Baada ya kushambulia na kuziharibu rada katika kambi baadhi za taifa la Marekani kule Mashariki ya Kati, sasa ni rasmi makombora baadhi ya taifa la Irani yameanza kupenya katika mifumo hiyo ya ulinzi. Hilo hauwezi kulisikia sehemu, kwa sababu propaganda inayotawala kwenye vyombo mbalimbali vya habari ni kwamba Irani inashambulia pasipo mkakati na inashambulia ovyo ovyo. Lakini ukweli ni kwamba wana malengo, na malengo yao ni kuharibu kwanza mifumo ya ulinzi kisha waendelee na mashambulizi. Lakini pia Irani haijaishia hapo, imelenga logistics muhimu za jeshi la Marekani. Mfano, katika kambi ya jeshi la Marekani ya Prince Sultani kule Saudi Arabia, Irani ilifanya mashambulizi makali sana. Mashambulizi hayo yanadaiwa kuharibu ndege 5 za kujaza mafuta angani. Nikukumbushe tu, mashambulizi hayo yasingewezekana kama rada za kambi hiyo zingekuwa zinafanya kazi kikamilifu. Ndio maana walianza kwa kuzishambulia rada katika hatua ya kwanza ya vita. Ndege zilizoshambuliwa ni ndege muhimu sana. Mashambulizi yote ya anga dhidi ya taifa la Irani yanategemea uwepo wa ndege hizo, kwa sababu ndizo zinazojaza mafuta zile ndege nyingine zinazoenda kushambulia zinapokuwa kule angani kabla ya kuendelea na mashambulizi. Katika hali ya kuharibu logistics za jeshi la Marekani, pia wameshambulia mifumo ya mawasiliano ya satellite. Hawakuishia hapo. Pia miundombinu muhimu inayohusiana na jeshi la majini la taifa la Marekani pale Bahrain pia ilishambuliwa vikali sana. Ukumbuke, ukishambulia vifaa muhimu vya mawasiliano kipindi cha vita, jeshi lililoshambuliwa linakosa uratibu na vita inakuwa ngumu zaidi kwa upande wao. Lakini kuna jambo lingine kubwa zaidi. Irani pia inagusa uchumi wa dunia kupitia vita hii. Imeshafunga tayari mlango bahari wa Hormuz unaosafirisha takriban 20% ya mafuta yanayoenda katika soko la dunia. Kwa kifupi, vita hii si ya makombora peke yake. Ni vita ya mifumo, ni vita ya uchumi na ni vita ya uvumilivu. Na madhara yake yanaanza kuonekana hata kule kwenye uongozi wa Israeli. Kwa mara ya kwanza katika historia, inasemekana Irani imesababisha kiongozi mkuu wa taifa la Israeli kujificha. Taarifa mbalimbali za kuaminika zinasema waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa takriban siku 6 hajaonekana hadharani. Haendi kwenye mikutano ya hadhara, hatoi hotuba live. Sababu kubwa inayotajwa ni hofu. Inaelezwa Irani inaweza ikafuatilia eneo alilopo na kisha kulishambulia kwa kutumia teknolojia mpya ya upelelezi. Na tayari moja ya ofisi zake iliripotiwa kushambuliwa na kombora la Irani hivi karibuni. Mitandaoni kuna uvumi kuwa huenda aliuawa. Walinzi wa mapinduzi ya Irani IRGC wametoa ujumbe mzito sana. Wamesema kama baada ya mashambulizi yao Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, yupo hai bado, watamtafuta kwa nguvu zote. Msako huo pia utahusisha viongozi wengine wa juu wa jeshi la Israeli pamoja na viongozi wa serikali.
Wanadai ni kisasi cha mashambulizi dhidi ya Irani yaliyopelekea kuuawa kwa kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Kwa upande mwingine, Marekani tayari imeshambulia Irani na kila aina ya silaha. Kwa mfano, wameshatumia ndege zao zote muhimu za kijeshi wanazoziaminia. B1 bombers, B2 stealth bombers, B52 bombers, zote wameshatumia. Lakini ukiachilia mbali bombers, pia wameshatumia ndege zao nyingine muhimu za kijeshi. Wametumia ndege kama F-15, F-16, F-18, F-22 Raptors na F-35. Hizo ndio ndege zao muhimu wanazoziaminia katika operation yoyote ya kijeshi popote duniani. Hapo bado sijazungumzia manowari za kivita za nyuklia walizotumia pamoja na meli za kivita. Kinachowashangaza wengi, Marekani imetuma vifaa vyake vyote muhimu vya kijeshi, lakini baada ya siku kadhaa za mashambulizi dhidi ya Irani, mpaka sasa Irani haijadondoka. Serikali bado ipo na jeshi bado lipo. Na kwa kuthibitisha hilo, leo kwa mara ya kwanza wametumia kombora lao muhimu la Sejil katika kufanya mashambulizi yao dhidi ya Israeli. Kwa siku zote za vita hii, kombora hili la Sejil lilikuwa halijatumika kwa sababu ya uhatari wake katika uwanja wa vita. Wakati huo huo, inasemekana Israeli imeanza kupungukiwa na makombora ya kuzuia mashambulizi ya anga. Kama ni kweli, hali hii inaweza ikaiweka Marekani kwenye hali ngumu sana. Itachagua ipeleke makombora ya ziada Israeli au ihifadhi kwa ajili ya ulinzi wake yenyewe kama taifa. Marekani na Israeli bado zinaendelea kuishambulia vikali nchi ya Irani. Mashambulizi hayo yakiwa yanaendelea, Marekani imechukua hatua nyingine kali ya kimkakati. Imetangaza zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa yeyote atakayetoa taarifa muhimu itakayopelekea kukamatwa au kuuawa kwa viongozi wa juu wa taifa la Irani. Hata jina la kiongozi mkuu mpya wa Irani, Ayatollah Mojtaba Khamenei, limetajwa kwenye listi. Kama unamfahamu alipo, wapitishie tu mchongo pale jeshi la Marekani, watakupa dola milioni 10 cash. Wakati huo, kipindi ambacho kuna ripoti mbalimbali kuwa aircraft carrier ya USS Abraham Lincoln imeshambuliwa na kuharibiwa na vikosi vya Irani, sasa wameamua kutuma aircraft carrier nyingine. Aircraft carrier hutumika kubeba ndege za kijeshi zinazotumika katika mashambulizi dhidi ya nchi adui, na huwa mara nyingi inabeba ndege takribani 70 mpaka 90. Kwa Kiswahili unaweza ukaiita manowari ya ndege za kivita. Huwa haipo peke yake, huambatana na meli za kivita nyingine 6 hadi 8 ambazo meli hizo huwa zimekuwa positioned kimkakati ili kuilinda manowari hiyo ya kivita. Manowari ya ndege za kivita pamoja na meli za kijeshi zilizoizunguka ili kuilinda kwa pamoja huunda kitu kinachoitwa Carrier Strike Group. Kitu kilichovuta macho ya wengi ni kuwa manowari ya ndege za kivita sasa imekuja kimkakati. Imebeba wanajeshi takriban 2500 wa jeshi la majini, na unaambiwa wanasogea kwenda eneo la Irani wakiwa na vifaa vyote muhimu kwa ajili ya amphibious landing. Kwa kifupi, amphibious landing maana yake ni kuwa vikosi vya majini kwenda katika ardhi ya Irani kwa ajili ya mashambulizi na mapambano ya ardhini. Baada ya hayo kujili, Irani pia imetuma ujumbe mfupi kupitia waziri wa mambo ya nje aliyesema wazi wanawasubiri kwa hamu pale Irani. Kwa sasa pande zote mbili zinaendelea kupiga hatua katika uwanja wa vita. Hakuna anayekubali kushindwa. Wachambuzi wengi wanakubaliana na jambo moja. Vita hii bado ipo mwanzo na dunia nzima inaangalia. Je, ni nani atadumu mpaka mwisho na atageuka kuwa mshindi? Tusubiri tuone nini kitatokea. Wakili Lucas Myula, mpaka wakati mwingine.